Nikukaribisha tena katika kutazama kila ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Nikukumbusha leo ni siku ya Jumatatu, tarehe ni 14 mwezi wa 4 2025. Katika ile miezi 12 tayari tuko katika mwezi ule wa 4. Niendelea kukukumbusha kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment katika kipindi chako pendwa hiki cha Chai na Maisha. Tunajua kila siku chai ndo hii iko mezani, lakini maisha ndo haya ambayo tunaweza kukupatia kila ambacho kinaendelea katika nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali. Na kwa siku hii ya leo tutajikita katika swala zima la ukatili. Tunazungumzia mtoto ambaye anabakwa kwa kila baada ya nusu saa. Tunanaye hiyo ni hatari, ni kitendo cha ukatili ambacho mtoto anaweza kufanyiwa. Kwa hiyo endelea kubaki na sisi kufuatilia mwanzo mpaka pale tutakapokuambia kwa heri kwa siku hii ya leo. Mkononi nipo na gazeti la Mwananchi Tanzania pamoja na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Vipi kwa upande wako? Kwangu nipo na gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani. Tunayo kwa siku ya leo. Weekend hii michezo ilikuwa ni mingi kuanzia siku ile ya Jumatano, Alhamisi tunaona michezo bado ipo mingi. Sawa, jina langu ni Esther Mamkwe, niko na Tobias Kisima katika kusongesha gurudumu hili kuhakikisha wewe mtazamaji unapata kila unachostahili kwa wakati ambao ndo huu ni wakati sahihi. Channel yako pendwa ni hii moja tu ya Gift Online TV. Nikianza na gazeti la Mwananchi Tanzania, tunazungumza Othman ajitosa kupambana na Dr. Mwinyi Zanzibar. Unguja, mwenyekiti wa chama cha ICT Wazalendo Taifa Othman Masoud amechukua fomu ya kugombea urais Zanzibar kupitia chama hicho katika uchaguzi wa mwaka huu Oktoba. Hii ni ukurasa wa 7. Lakini Chadema kujiengua uchaguzi 2025. Ni kizungumkuti. Wanasheria, wanasiasa na wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo wa CUF akumbushia magumu waliopitia waliogombea uchaguzi wa Zanzibar. Heche asisitiza hawatarudi nyuma kusimamia uamuzi wa vikao halali. Hii ni ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Lakini nukuu ya kwake hapa, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, wanatutishia kwamba Chadema itakufa isiposhiriki uchaguzi. Chadema hii haitakufa. Na ife kama itasimamia jambo la kweli na watu wasijue inasimamia ukweli, na ife kuliko iwepo na kusimamia uongo. Hii ni nukuu ya kwake makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Lakini ni ukurasa wa 2 na wa 3. Ukurasa wa 6, vifo vya mkurugenzi dereva TANESCO vilivyoacha simanzi. Tunaona kwa siku ya jana ilitokea ajali kubwa sana ambayo tumeona ni pigo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Nukuu ya kwake Dr. Doto Biteko ameweza kuzungumza kuhusiana na ajali hiyo. Kifo ni fumbo. Jana tu juzi alikuwa hapa Dodoma kwenye vikao vya bodi vilivyokuwa vinajadili namna ya kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme. Kwa kweli tumepoteza mtu rahimu sana. Huyo ndo ajali iliweza kutokea kwa siku hiyo ya jana. Lakini ukurasa wa 4 ameweza kuandika mtego mwingine wa bunge CCM Mei 1. Ni tarehe ya CCM kuanza kutoa fomu za kugombea udiwani, ubunge na uwakilishi hadi Mei 15, 2025 kwa ajili ya uchaguzi mkuu, huku vikao vya bunge la bajeti vikiendelea. Ni ukurasa wa 4. Lakini ukurasa wa 36 umeweza kuandika mkakati mpya CCM kuwabana watoa rushwa. Mkakati mpya wa CCM kuwabana watoa rushwa. Ili tuweze kupunguza rushwa lazima tuwabane wale wanaotoa rushwa. Geuzo upande wa pili wa gazeti hili la Mwananchi, tunakutana na Mwananchi michezo. Rekodi mpya ya Nyemelea Muswava. Simba hesabu zimefika FA. Hii ni taarifa kutoka gazeti hili la Mwananchi michezo. Nikiweka nukta kwenye gazeti hili la Mwananchi, nikiendelea na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Rais Samia Tuli wang'ara kwenye tuzo za mwanamke mashuhuri Afrika. Hii ni ukurasa wa 19. Ukurasa wa 5 ni babu adaiwa kuua mjukuu wake kisa binti yake kuzaa na baba mdogo. Kitendo hiko ambacho sio sawa. Lakini ukurasa wa 5 umeweza kuandika aibuka Malisela aibuka na hoja vuguvugu la no reform no election. Hii ni ukurasa wa 5 gazeti lako la Nipashe. Lifuatilie ili uweze kujua undani zaidi. Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Chadema kujitoa, wadau washtuka. Wanasema ni ishara mbaya kwa demokrasia nchini, wahofia uchaguzi mkuu kupoteza mvuto.
washauri kuwapo mwafaka wa kitaifa, Rais Samia akutane tena na vyama vyake. Hii ni ukurasa wa pili. Tukipita hapa kuna nukuu za watu watatu. Tukianza nukuu ya kwake Ramadhani Kailima, ameweza kusema utaratibu wa kutia saini kanuni hizi ni leo juzi tu, hakutakuwa na siku nyingine. Kwa maana hiyo, chama ambacho hakijatia saini hakitaweza kushiriki uchaguzi na mwingine mdogo utakaofuata katika kipindi cha miaka 5. Lakini nukuu nyingine ya Onesmo waweza kusema huu mchakato hauwahusu wanasiasa pekee, na Watanzania wengi tunadhani swala la mchakato wa maboresho na swala la uchaguzi ni la wanasiasa pekee. Nukuu ya mwisho ni ya kwake John Heche. Wametuambia tutie saini kanuni za maadili ya kushiriki uchaguzi, kwamba chama ambacho hakijatia saini hakitashiriki uchaguzi. Sisi tunataka kushindana kwa hoja, hatuna bunduki, tunataka haki ili mtu achaguliwe kwa haki. Ikipatikana haki, tutaingia katika uchaguzi. Hiyo ndio nukuu ya kwake Heche. Lakini kwa undani zaidi, fuatilia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa ni ule wa pili. Tukiendelea na ukurasa wa 3, CCM yatangaza kiama makada wanaochafua hali ya hewa. CCM yatangaza kiama kwa makada wanaochafua hali ya hewa. Ukurasa wa 3 pia ameweza kuandika TLS Bawacha wataka Tundu Lissu aachiwe. Wamtaka mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP afute kesi bila masharti, vinginevyo tutajulikana. Hii ni ukurasa wa 3. Hapa chini kuna picha kwake mwenyekiti wa Chadema, mwenyekiti wa Bawacha, lakini pia rais wa TLS. Tukiendelea ukurasa wa 4 ni pigo TANESCO baiskeli chanzo kifo mkurugenzi na dereva wake. Viongozi mbalimbali nchini na nje ya nchi wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan umetuma salamu za rambirambi kutokana na kifo cha mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Boniface Nyamuhonga pamoja na dereva wake. Hii ni ukurasa wa 4. Lakini pia tunatuma salamu za pole pia kwa wale wote waliofikiwa na taarifa hiyo. Kwenye ukurasa wa 6 ameweza kuandika Simba ni mwendo wa nusu finali tu. Simba ni mwendo wa nusu finali tu. Sawa. Kwenye upande wa pili la gazeti hili ni sikufikiria kama kuna siku nitacheza Yanga. Huyu ni Abuya ameweza kusema sikufikiria kama kuna siku nitacheza Yanga. Hii ni ukurasa wa 23 gazeti hili la Nipashe Michezo. Lakini habari nyingine ukurasa wa 23 pia ni Simba ni mwendo wa nusu finali tu. Yatinga nusu finali FA sasa kukutana na mshindi kwenye michezo. Hii ni ukurasa wa 23 na mimi nimetia nukta hapo kwa siku hii ya leo. Sawa, nimeshakamata gazeti la Mwana Sport katika michezo na burudani. Habari kubwa inasema Kapombe Zimbwe waachiwa msala, striker Mzambia aeleza sababu, Simba yatinga tena nusu. Ni mchezo ambao ulichezwa kwa siku ya jana dhidi ya Simba na Mbeya City, ambapo Simba aliweza kuibuka ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Mbeya City. Kwa hivyo moja kwa moja habari hii undani zaidi utaipata ukurasa wa pili katika gazeti hili la Mwana Sport katika michezo na burudani. Habari nyingine inasema dakika za jioni Tanzania Prison pressure tupu. Dakika za jioni Tanzania Prison pressure tupu. Habari nyingine inasema Aucho aitikisa Yanga. Aucho aitikisa Yanga. Alafu kaandika hapa kuhusiana na mchezo wa siku ya kesho ambapo Yanga atakipiga na Stand United majira ya saa 10 jioni katika dimba la KMC Complex kule jijini Dar es Salaam. Ipo hivyo moja kwa moja. Habari nyingine inasema Fei atafika mbinguni amechoka. Habari hii kiundani zaidi tutaipata kwenye gazeti la Mwana Sport katika michezo na burudani. Habari nyingine inasema Arteta kichwa kinauma Arsenal, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kupata hoheni juu ya hali ya majeruhi kwenye kikosi hicho. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 18 katika gazeti hili la Mwana Sport katika michezo na burudani. Kitazama hapa kurasa za nyuma, habari kubwa hapa inasema wabaya ndugu Masterman United wa mchoma Onana, Amorim atoa neno. Ni kipa wa Manchester United aliondolewa katika kikosi
kilichosafiri kwenda Newcastle siku ya jana kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu England dhidi ya Newcastle United. Ipo hivyo kiundani zaidi utapata kurasa wa 18 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Habari nyingine inasema Wasaudia waweka mzigo kwa Mason Greenwood. Wasaudia waweka mzigo kwa Mason Greenwood. Habari hii kiundani zaidi unapata kurasa za nyuma hapa kwenye gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Kwa siku ya leo EPL Bournemouth atakipiga na Fulham majira saa 4 usiku katika dimba la Vital. Mitenukta hapa moja kwa moja kwenye gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunakukumbusha endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Kama tulivyozungumza hapo mwanzo, nilikwambia kuhusiana na mada siku ya leo ni mtoto kubakwa kila baada ya nusu saa. Kitendo hiki ni cha kikatili sana. Sasa tuende tukasikilize ama tukatazame ni kipi ambacho kimeweza kutokea mpaka mtoto akafanyiwa kitendo hicho. Umoja wa Mataifa umesema kulingana na takwimu za awali za ripoti za unyanyasaji, mtoto mmoja alibakwa kila baada ya nusu saa na kwamba unyanyasaji huo ulitokea zaidi wakati wa vita vya mwaka huu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, umoja huo umeeleza kwamba ripoti za awali zinaonyesha kuwa 35% hadi 45% ya watoto ni waathirika kwa ubakaji katika matukio 10,000 ya unyanyasaji wa kijinsia, hali ya kuripotiwa katika miezi ya Januari na Februari mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, James Elder, kiwango cha ukusanyaji wa kijinsia dhidi ya watoto ni kikubwa, huku akishauri hatua za haraka zichukuliwe. Hiyo aliweza kuzungumza kwa siku ya jana, lakini nukuu hapa napitia ya daktari huyu ameweza kusema unyanyasaji wa kingono unatumika kama silaha ya vita na pia ni mbinu ya maksudi ya ugaidi inayoharibu familia na jamii kwa jumla. Idadi ya kutisha ya matukio hayo ya unyanyasaji wa kijinsia kwa kiwango kikubwa ndiyo chanzo cha hofu, unyanyapaa na ukosefu wa usalama miongoni mwa watu mashariki mwa Kongo. Hayo ndo aliweza kuzungumza. Kwa tunaona ni hali ambayo sio salama. Watoto 10,000 ndani ya miezi miwili ni kitendo ambacho ni cha kikatili sana. Lakini pia tunamnyima yule mtoto haki za msingi. Unapombaka mtoto mdogo kila baada ya nusu saa tunategemea nini? Ni mauti ama kifo. Pia magonjwa ambayo yapo. Mtu mzima anapombaka mtoto hatujui yule mtu mzima ni mzima au ana maambukizi tayari. Lakini pia kile kitendo anachokifanya ni kinyume, unamfanyia mtoto ukatili wa kijinsia. Kwa hesabu za haraka katika jamii yetu wapo watoto wengi sana ambao wanabakwa kutokana na kile ambacho kipo kwa ajili ya uoga. Unaweza kukuta dalili zinaanza huwa zinaanzaga dalili labda tuseme kwa wale ambao unakuta ni majirani au pengine ni ndugu yake wa nyumbani. Inaanza taratibu mwisho nafikia huko. Lakini kitu gani ambacho kinasababisha ile wimbi linazidi kuongezeka? Ni kwa sababu hakuna vituo ambavyo viko vijijini, hususan vijijini ambavyo vinaweza vikasolve tatizo kama hilo. Tumezoea sehemu za mijini labda ukisogea kama Moshi mjini iko sehemu ya dawati la jinsia dhidi ya ukatili. Lakini kule kijijini na kuwepo ni tatizo. Kwa sababu gani? Hamna sehemu ya kwenda. Labda unakuta mtu kasogea labda kaenda kwa mwenyekiti, kaenda labda kwa mtendaji. Pengine unaweza kaenda kwa mwenyekiti, yule mwenyekiti asimwamini mtoto, akaenda tena kumuuliza babake au ndugu yake, na matokeo yake kukuta yule aliyefanya kitendo kumuuliza kwamba wewe umemfanyia kitendo huyu, mwishoni kaja kuwa jambo lingine. Anaweza kakana kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile kwenda mtoto kutoka sehemu moja kwenda sehemu husika moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo na inafanya ongezeko la ubakaji au ukatili wa kijinsia kwa watoto. Lakini swala lingine ambalo nitaka tuzungumze hapa ambalo linawakumba wengi kwa sasa hivi ni woga au wasiwasi, niseme hivyo. Wengi wamekuwa na uoga wa kwenda eneo husika. Mtoto anapata na tatizo lakini anakuwa na wasiwasi. Atanifanyaje? Ataniua?
atanifanya nitakuwa mlemavu, atanifanya hichi. Kwa hiyo ile inakuwa ni ongezeko pia, kwa sababu huyu atafanywa hichi atakuwa amekaa kimya, kesho atafanywa huyu amekaa kimya, kwa sababu mtu mmoja anaweza kawafanyia watu watatu. Kwa sababu gani? Akiwa anajua kwamba wananiogopa, wananiogopa. Anaweza kawafanyia hata watu watano, lakini akawa anawaza kichwani wananiogopa. Mwisho wa siku wimbi linazidi kuwa kubwa kutokana na ule wasiwasi ambao unakuta mtu yupo nao. Cha kuzingatia tu ni mtu kuwa na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu jambo la kwanza hilo. Actually uweze kufanya vitu vya hivyo. Wewe ni mtu mzima, tafuta mtu mzima mwenzako. Na kwa nini ubaki? Mnazungumza, mambo yanazungumzika. Kitendo kile unachofanya cha kubaka, pengine ukikamatwa unafungwa kifungo cha maisha. Ndio. Unapoteza vitu vingapi? Nyuma kuna familia ambayo inakutegemea, kuna ndugu, kuna majirani, kuna watu ambao nyuma wanahitaji msaada wako. Sasa unapofanya kitendo ambacho sio sawa, hiyo inakuwa haifai. Lakini pia tuweke wazazi wawe na ulinzi mzuri kwa watoto wao. Kabisa. Maana kuna mzazi anatoka asubuhi anaenda kazini anarudi jioni, ajue mtoto ameshindaje, ajue mtoto, yani tuwe na ile desturi ya kuwa marafiki na familia, kuwa marafiki na watoto. Ila mtoto anaweza kuwa anafanyia hichi kitendo pale ameshapewa matisho. Ukimwambia mama nakupiga, ukimwambia mama nakuua. Lakini mzazi akiwa na ukaribu mzuri na mtoto, kila siku ana tabia, ametoka shule ana tabia kukaa naye, lazima ataona mapungufu kwa yule mtoto. Pengine hata yule mtoto asifike mbali, maana mtoto akishakuwa na hofu, kuna vitu tu unaviona huyu hayuko sawa. Kwa hiyo ukiwa na ukaribu naye utaelewa hata kabla kile kitendo akijamzidi, akijamuathiri mapema. Lakini pale ambapo mtu karibia mwezi mzima mzazi hujakaa na mtoto, ila asubuhi umerudi kazini ameshalala, asubuhi umeondoka yeye kalala au ameenda shule. Kwa hiyo unakuwa hauna ukaribu na mtoto. Na vitendo hivi vya kikatili vimekuwa ni vingi sana, vimeongezeka. Kwenye gazeti pia la Nipashe tumeona babu adaiwa kuua mjukuu wake kisa binti yake kuzaa na baba mdogo. Tumeona pia ile nilikwambia ndugu wa karibu pia unakuta hapo. Ndugu wa karibu wanakuwa ni chanzo. Huyo pengine kama mwezi uliopita kulikuwa na tukio ambalo mfanyakazi kaka, yani wewe ni kaka wa nyumbani, mtoto wa bosi, msichana wa kazi akafanywa kitendo cha kinyama. Kwa nini? Yule anaogopa. Huyu ni kaka wa nyumbani, huyu ni mtoto wa tajiri. Kwa hiyo ile anamfanyia kila siku, akawa anaogopa. Mwisho wa siku ikafika akamfanyia kitendo kikubwa zaidi. Lakini ile ilikuwa sio zoezi la siku moja, ilikuwa ni zoezi endelevu. Kwa hiyo ule uoga, unaogopa, nikifukuzwa hapa nitaenda wapi kufanya kazi? Nikimsingizia boss pengine, nikisema hivi pengine hawataniamini, mimi nitaonekana ni muongo. Kwa hiyo vitendo kama hivyo. Ila tujenge tu utaratibu mzuri. Tuwe karibu na watoto wetu. Tuwe na hofu ya Mungu pia. Unaweza kuwa karibu na mtoto wako, lakini kama una hofu ya Mungu lazima utafanya vitendo ambavyo sio sawa. Ila ukiwa na hofu ya Mungu 100% uweze kufanya vitendo kama hivyo. Kuliko umfanyie mtoto mdogo. Kuna watu wazima mnazungumza, bwana ni 1 2 3, mnayajenga, mnamalizana. Kuliko kwenda kuharibu maisha yule mtoto. Yule mtoto pengine ungemwacha angesoma, pengine angekuja kuwa waziri, angekuja kuwa mtu yote kwenye familia, angesaidia familia yake. Lakini pale unapomkatisha, pengine unamkatisha masomo, ndoto zake alizokuwa nazo, familia yake unaiweka tena katika hali ya utata. Kwa hiyo mtazamaji, jitahidi kutenga muda wako na familia yako. Zungumza na mtoto pia, jali yule ambaye uko naye. Iwe ni msichana wa kazi, kijana wa kazi, mjali, zungumza naye, ujue anapitia changamoto gani, anapitia shida gani. Ukiweza kujua hilo, unaweza kumsaidia. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Nikutakie wiki njema.